kurudi na kutubu na kuanza upya. Sote tunakumbushana hakuna ambaye ni mwema. Hakuna ambaye amekamilika katika hili. Lakini pale unapotambua, pale unapokumbushwa kupitia masomo kama haya, basi ni vyema sana kurudi mikononi mwa Mungu na kusema, Mungu nisamehe, sijafanya majukumu yangu kama ipasavyo. Sasa nielekeze Baba nifanye nini? Na mwisho anasema, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote. Kumbe tunachotakiwa kufanya ni nini mpendwa? Kukesha na kuomba. Haimaanishi tusilale, tusifanye kazi tu tunaomba tu, hapana. Lakini katika kila jambo, katika kila neno mnalolifanya, basi iweni katika kuomba. Iweni katika kuomba na kushukuru. Kwamba tumshukuru Mungu katika haya tunayofanya, tunafanya kwa mapenzi yako. Tuombe, tujikabidhi, kabidhi familia yako, kabidhi biashara yako, kabidhi yote yawe ni unayatenda kwa utukufu wa Mungu na si kwa uangamivu wako na familia yako. Mpendwa, mikononi mwako itadaiwa familia yako. Unaweza ukadhani wewe uko salama, lakini utakapoacha familia yako izagae huku na kule isiwe na msimamo, basi utaangamia pamoja naye.